Naam, karibu tena mpenzi mtazamaji, ni kupasha yale ambayo yanajiri katika nyanja za kisiasa na katika maeneo tofauti tofauti nchini Tanzania, huku maandamano yakiingia siku ya 4. Hatimaye Rais mstaafu Jakaya Kikwete ameweza kuathirika na maandamano yaliyofanyika leo Tanzania kwa siku ya 4. Kampuni inayosemekana na waandamanaji kumilikiwa na familia ya Jakaya Kikwete imeweza kuchomwa moto maeneo ya Geita, Tanzania. Jakaya Kikwete amebaki kimya licha ya kelele za maandamano kwa siku 4 toka uchaguzi. Jana tu gari linalohusiana na kampuni ya familia yake pia lilichomwa moto, na leo ripoti zingine mbaya zimemfikia jioni hii. Kabla ni kuonyeshe picha na video nzima na ni kuonyeshe ni kampuni gani hii imechomwa moto na inahusiana vipi na familia ya Kikwete na kwa nini ni habari mbaya kwake, bonyeza alama like kisha bonyeza neno subscribe na alama ya kengele chini ya video hii kabla ni kutaarifu ripoti hizi nzima. Mvutano wa baada ya uchaguzi wa Tanzania umefikia kilele kipya na cha kutia wasiwasi, huku rais wa zamani Jakaya Mrisho Kikwete sasa akiwa mtu mashuhuri hivi karibuni kuathiriwa na machafuko yanayoendelea kote nchini. Katika siku ya 4 ya maandamano madogo yanayoendelea kufuatia uchaguzi wa Tanzania, tofauti na siku 3 zilizopita, maandamano ya leo hayakushuhudiwa sana au sehemu nyingi. Waandamanaji mkoani Geita leo wamechoma moto kituo cha mafuta kinachoripotiwa kuwa na uhusiano na familia ya Kikwete. Kituo cha Lake Oil ambacho kilivumishwa kwa muda mrefu kumilikiwa au kusimamiwa na washirika wa rais huyo wa zamani kiliweza kuteketezwa mchana wa leo, huku waandamanaji wenye hasira wakiendelea kuonyesha hasira zao kutokana na kile wanachoeleza kuwa kura iliyoibiwa na isiyo ya kidemokrasia. Walioshuhudia mjini Geita waliripoti kuona nguzo kubwa za moshi mnene mweusi ukitoka kwenye tovuti, huku kelele zikijaa hewani. Katika moja ya video zinazosambaa zilizorekodiwa wakati wa maandamano ya Tanzania, sauti ya waandamanaji inaweza kusikika ikipaza sauti kuwa Lake Oil imeweza kuteketezwa, huku makumi ya vijana wakionekana wakirusha mawe na kupunga vijiti kuongezea moto huo. Picha hizo zinaonyesha hasira na mfadhaiko mkubwa uliojitokeza baada ya uchaguzi wa Tanzania, huku wananchi wakionyesha hasira zao kwa ishara za utajiri na nguvu za kisiasa zinazohusishwa na watawala. Pamoja na hali hiyo kuwa mbaya, rais mstaafu Jakaya Kikwete amekuwa kimya tangu machafuko hayo ya maandamano yaanze. Waangalizi wanaona kuwa ukimya wake unaweza kuwa wa kimkakati unaolenga kuzuia uchochezi zaidi wakati wa mvutano mkali. Hata hivyo, familia yake inaripotiwa kupata hasara kubwa kutokana na maandamano ya Tanzania ya siku 3. Hapo jana waandamanaji pia waliteketeza lori linaloaminika kuwa la kampuni hiyo ya Lake Oil inayohusishwa na jamaa zake Kikwete. Matukio hayo yanaashiria mabadiliko makubwa katika hisia za umma, yakionyesha jinsi ghadhabu za uchaguzi wa Tanzania zenye mgogoro imepenya katika ngazi zote za jamii. Moto huo kwa Lake Oil, kituo hicho cha mafuta, unaongeza orodha inayoongezeka ya uharibifu ulioshuhudiwa tangu matokeo ya uchaguzi kutangazwa, huku waandamanaji wakizidi kuwalenga watu binafsi na wafanyabiashara wanaodhaniwa kuwa wameunganishwa na serikali ya CCM. Wengi wanamuona rais huyo wa zamani kama sehemu ya taasisi ya muda mrefu ya kisiasa inayohusika na kile wanachoeleza kuwa miaka ya ukosefu wa usawa na ukandamizaji. Wakati uchaguzi wa Tanzania ukiendelea kuzua maandamano yenye vurugu, maafisa wa usalama bado hawajatoa ripoti ya kina kuhusu idadi ya mali zilizoharibiwa au kiwango cha uharibifu wa kiuchumi. Mjini Dodoma, ambako rais mteule Samia Suluhu Hassan alipokea cheti chake cha ushindi hivi karibuni, hali bado haijatulia. Ingawa serikali imetangaza kuchaguliwa tena kwa takriban 98% ya kura, wananchi wengi wameonekana kukataa kukubali matokeo hayo, wakiuita uchaguzi wa Tanzania udanganyifu wa kisiasa. Chama cha upinzani cha Chadema kimeshutumu mamlaka kwa kuwaweka kizuizini waangalizi wao, kukandamiza upatikanaji wa mtandao na kutumia vyombo vya usalama kuwatisha wapiga kura, madai ambayo serikali inaendelea kukanusha. Maandamano hayo ambayo yalianza kama mikusanyiko ya amani toka juzi, sasa yamezua vurugu na machafuko, huku kukiwa na ripoti za uporaji, uchomaji moto na uharibifu wa mali katika mikoa kadhaa. Wachambuzi wanaona kuwa hali nchini Tanzania inazidi kuwa tete, huku maandamano yakiendelea kwa siku 3 tangu uchaguzi. Shambulio dhidi ya kituo cha mafuta cha Lake Oil, kampuni inayoaminika na waandamanaji kuwa na uhusiano na familia ya Kikwete, linaonyesha jinsi hasira za umma na waandamanaji zinavyozidi
unazidi kupanuka zaidi ya takwimu za sasa za kisiasa na kujumuisha wale wanaohusishwa na tawala zilizopita. Maandamano ya Tanzania ambayo sasa ni siku ya 4 yameshuhudia uharibifu mkubwa unaolenga ofisi za serikali, mali za chama tawala na biashara zinazoonekana kunufaika na ufadhili wa kisiasa. Machafuko hayaonyeshi dalili za kupungua hata kama serikali inatekeleza amri za kutotoka nje katika taarifa iliyotangazwa hapo awali. Jeshi la polisi la Tanzania lilionya kwamba wale watakaopatikana wakiharibu mali au kuhusika na vurugu wakati wa maandamano hayo watakabiliwa na madhara makubwa. Hata hivyo, upinzani unaendelea kuhoji kuwa ni jibu la serikali lenyewe ambalo limechochea machafuko hayo. Ripoti kutoka kwa chini zinaonyesha kuwa katika maeneo mengi polisi jana walirusha mabomu ya vitoa machozi na kufyatua risasi hewani kuwatawanya watu waliokuwa wakipinga matokeo ya uchaguzi ya Tanzania. Licha ya juhudi hizi, waandamanaji wamejipanga upya kila siku, wakionyesha uvumilivu na kudharau dhidi ya kile wanachokiona kama ukandamizaji. Vyombo vya habari vya kimataifa vimeendelea kuangazia mgogoro huo, huku BBC, CNN na Al Jazeera zote zikiangazia kuzorota kwa hali ya usalama nchini Tanzania kwa siku 3. Kulingana na takwimu za upinzani, zaidi ya watu 700 wanadhaniwa kufariki tangu kuanza kwa maandamano, wakati Umoja wa Mataifa umethibitisha angalau vifo 10 tu. Msemaji wa serikali Mahmoud Thabit Kombo amesema kuwa mamlaka ya Tanzania bado haiwezi kuthibitisha idadi ya vifo au majeruhi, akisisitiza kuwa uchunguzi rasmi unaendelea. Kwa hiyo uchaguzi wa Tanzania sio tu umezua mgogoro wa ndani, bali pia umevutia uchunguzi wa kimataifa kuhusu matumizi ya nguvu za serikali. Wakati maandamano yakiendelea, video na picha kadhaa zilizochapishwa kabla ya mtandao kuzima zinaonyesha matokeo ya uharibifu na kukata tamaa. Kuanzia Dodoma hadi Mwanza, wananchi wanaonekana wakiimba kauli mbiu za kupinga serikali, wakipeperusha bendera za upinzani na kutaka haki itendeke. Watanzania wengi wamekishutumu chama tawala cha CCM kwa kuendesha mchakato wa uchaguzi, huku wengine wakisema matokeo yalipangwa mapema kabla ya uchaguzi wa Tanzania kufanyika. Kuchomwa moto kwa mitambo ya Lake Oil mkoani Geita ni ishara nyingine ya watu kupoteza imani kwa wasomi wa kisiasa na kiuchumi. Wakati huo huo, wakazi katika mikoa ya karibu wanasalia na hofu kwamba ghasia zinaweza kuenea zaidi. Baadhi wameanza kuhamisha familia zao katika maeneo salama, huku taarifa zikiibuka kuhusu makabiliano kati ya vikosi vya usalama na waandamanaji tangu uchaguzi uweze kufanyika kwa muda wa siku 3. Maandamano ya Tanzania ambayo yalianza kama kielelezo cha kusikitishwa na ukiukwaji wa taratibu za uchaguzi, sasa yamebadilika na kuwa uasi wa nchi nzima dhidi ya upendeleo wa kisiasa na rushwa. Kwa wengi, uharibifu wa biashara zinazohusishwa na familia zenye nguvu kama ile ya Jakaya Kikwete inawakilisha aina ya kulipiza kisasi dhidi ya miongo kadhaa ya udhalimu unaofikiriwa. Maafisa wa serikali wamewataka watu kuwa watulivu na kuwataka raia kuheshimu sheria na utulivu, wakionya kuwa kuendelea kwa ghasia kunaweza kuyumbisha nchi. Bonyeza alama like kisha subscribe, alafu bonyeza kiboksi hicho kwenye screen yako.